Bwana, Simba Day limekuwa moja kati ya tamasha lenye kufana, vile nimekutana na washabiki wa Simba ambao wana furaha ndani yake. Pengine tupe siri ya mafanikio kufika katika uwanja wa Uhuru na furaha ama tafrija tele ndani yake. Kwanza kabisa niwaambie Watanzania na watu wote, Simba ndio iliyoanzisha matamasha ya vilabu, kwamba ni Simba Day. Kuna watu wajinda siku ya wananchi Geita nani, sisi Simba ndio tulianzisha, na kama sisi ndio tulioanzisha basi watu wote wameiga. Na niwakumbushe wananchi wote na Watanzania na dunia kwa ujumla, tamasha la Simba Day lilianzia uwanja huu. Tamasha la Simba Day lilianzisha uwanja huu wa Uhuru mwaka 2009 na mimi nikiwepo, na ninafurahi leo tena Simba Day imerudi hapa uwanja wa Uhuru. Kwa hiyo ni jambo la kushukuru, limenikumbusha mbali. Simba Day ya kwanza ilianzia hapa uwanja wa Uhuru. Kwa hiyo leo tumerudi uwanja wa Uhuru kuendeleza kile tulizokianzisha miaka 17 iliyopita. Sisi ndio wenye haya matamasha, na leo tuwatambulisha wachezaji wetu, na leo ni mbwembwe tu. Sisi nia yetu ni tarehe 12 kwenye ngao ya jamii. Pengine ina maana gani kauli yako? Ina maana ya kwamba wanasimba wote tunataka tuanze msimu huu vizuri, na msimu huu tuchukue makombe yote ya nchi. Msimu huu tuchukue makombe yote ya nchi. Ili kudhihirisha hilo, tunaanza na Jumatano tarehe 12 kuchukua ngao ya jamii kule visiwani Zanzibar. Lazima ije Simba. Ngao ya jamii lazima ije Simba, kwa sababu sisi kikosi chetu kizuri na viongozi wetu wa Simba wametuongezea wachezaji wazuri, na mwalimu wetu Steve Baka, ile timu anavyoenda nayo unaiona kabisa. Jana mimi nimeangalia mazoezi ya Simba Sports hapa Uhuru, timu inaonesha msimu huu vikombe vyote vinakuja Simba Sports kwa hapa Tanzania, na tutafika mbali kwenye CAF Champions League. Timu inaonesha tutachukua vikosi vyote, makombe yote ya ligi kuu na makombe yote ya CRDB na makombe yote yatakayoanzishwa Mapinduzi, siji Muungano, yote yatakuja Simba. Sisi ndio wenye kikosi kizuri. Sisi ujue hatujakusanya wachezaji, sisi tumefanya usajili. Kuna wenzetu watani zetu wamekusanya, wameenda hapo Mashujaa wamechukua Wapemba wote wamepeleka kwao, wameenda pale KMC wamechukua mtu mmoja aushika daraja wamemweka kwao, wameenda Mashujaa mtu alikuwa anakaribia Kataro wamemweka kwao. Kwa hiyo sisi hatujakusanya wachezaji, sisi tumefanya usajili na tumeziba nafasi kidogo ambazo tuliona zina mapungufu katika msimu uliopita. Kwa hiyo nina uhakika vikombe vyote vinaenda Msimbazi msimu huu. Bwana, tukishikilia hapo 2009 mpaka 2026 Simba Day ndipo ilipoanza. Pengine ni tamasha gani ambalo lilikuwa la kufana zaidi? Tamasha ambalo lilikuwa la kufana zaidi ni lile lilofanyika msimu wa 2020. Lilikuwa babu kubwa sana, sijui kama litaweza kuzibwa hilo, kwa sababu utambulisho wake ulikuwa ni hatari, alafu ni usajili waliofanya Simba walikuwa hatari. Ukumbuke hiyo 2020 Simba walimchukua Bernard Morrison akaja kuwa Simba Sports kutoka kwa watani zetu. Hilo ni ngao ambao ni Simba Day ambao ilikuwa inatisha, haijawahi kupingwa. Kwanza uwanja ulijaa mapema sana, alafu ni uwanja wa Benjamin Mkapa unaochukua watu 60,000, ulijaa sana. Ile ndio Simba Day ambayo mimi naiona haiwezi kufunikwa kwa sasa hivi. Bwana, tupe siri ya mafanikio. Wana Simba wengi uwanjani wamevaa jezi mpya bwana. Sisi kwanza jezi zetu tunamshukuru Jairuti ambaye anatengeneza hizi jezi za Simba. Kwanza zina quality, zina ubora kama unavyoniona. Mimi nimevaa kutoka nyumbani kwangu ikuwa Mbinde, kila saa watu wananisimamisha, bwana huu ndio uzi mpya, wanaushikashika wakiuvuta wasema huu ni original. Ila ndugu zetu wameleta t-shirt hawajaleta jezi. Ndugu zenu wameleta t-shirt hawajaleta jezi. Pengine hiyo ina maana gani kiongozi? Ina maana kwa sababu hata ukiniona mimi nilivyovaa, ukiona hizi kola za kwenye mkono na shingoni, unaona kweli huyu amevaa jezi. Unaweza kufanisha jezi na Arsenal na Manchester, Real Madrid. Lakini ndugu zetu ile kola yao mkononi kama t-shirt ya kawaida. Hata ukimpata mwingine mwana Yanga, njoo dadangu, njoo mara moja, njoo dadangu, t-shirt yake mkononi ni kama t-shirt za kawaida, sio jezi. Kwa hiyo wenzetu wanawaibia watu. Kwanza jezi zao wanauziana ni t-shirt zile, sio jezi. Hii ndio jezi. Umeona hapa kola mkononi inakaa, umeona kola hapa kwenye shingo imekaa. Ndugu zetu wana t-shirt, wamedanganywa kwenye jezi. Bana, jezi zao wanasema zinapatikana tu sehemu moja tu kwa Sandalendi bana. Kwa sababu jezi zao kwanza zimedoda, haziwezi kuuzika. Alafu
wafanyabiashara wengi hawajavutiwa kwa sababu wafanyabiashara wanaangalia soko liko wapi. Wameona soko liko Simba, wakileta mzigo asubuhi, jioni wanaagiza mwingine, zimeisha. Kwa hiyo hawezi kuzinunua jezi za wenzetu, ni t-shirt za kawaida, hawezi kununua. Kwa hiyo soko lao limedoda, ndio maana zinapatikana sehemu moja. Jezi inayohitajika haiwezi kupatikana sehemu moja, lazima ihitajike kila pahala, lazima ihitajike kila pahala. Mnamo 1936 mpaka 2026, miaka 90 neti. Miaka 90 ambayo wewe imekufanya uje hapa leo. Sio tafrija tu, ni tafrija yenye kufana. Sio tafrija tu, ni sherehe yenye kufanya. Pengine inakuwa ni kuna wepesi gani ambao unaupata kutoka nyumbani kuja kuiangalia Simba Day? Ni wepesi mkubwa sana kwa sababu tumeshahudhuria matamasha kama nilivyokuambia. Leo ni tamasha la 17 la Simba Day. Kwa hiyo ilikuwa ni wepesi, na unaona jezi yetu, umeona hapa? Umeona kitu hii? Kwa hiyo hii miaka 90 ya kuadhimisha Simba Day ndio kitu ambacho kimetuvutia wanasimba wengi sana, na uzuri wa jezi yetu, tunaamini mwaka huu makombe yote ni Msimbazi, na ubora wa kikosi chetu ambacho tumesajili na kuongezea watu. Makombe yote Msimbazi. Kuna mtu mimi nimeona watu wanamdiskasi vibaya. Anaitwa Victor Osemane. Unamjua ni nani huyo? Dumbia. Yule mwamba mimi nimemwangalia, ana haki ya kujiita Victor Osemane kwa sababu nimeona magoli yake mawili kafunga huko Rwanda ulikoniuliza. Kule Rwanda kafunga magoli ya hatari sana. Kuna goli moja la kichwa kafunga, ni mambo ambayo yanafanya Victor Osemane. Sasa nikiangalia kwa mfano tarehe 12 ambao tunaenda kucheza ngao ya jamii, mabeki wa upande wa pinzani wanavyojua kujiachia pale kati, na yule Dumbia wengine watashika kichwa. Sio kushika kichwa, kipa wao ana tabia kuwapiga mabeki wao. Basi tarehe 12 anaweza akampiga beki mmoja wakati ngumi pale. Inawezekana tarehe 12 akampiga ngumi beki wake wakati mmoja, kwa sababu atashangaa namna gani Dumbia akapiga heda pale. Dumbia anapiga vichwa vya hatari, Dumbia anapiga vichwa vya kudundisha, Dumbia anapiga vichwa vya kukevu engo ya pili, Dumbia anapiga vichwa vya kukevu engo ya karibu. Ni mtu mbadi huyo. Dumbia ana hatari sana. Kwa sababu gani? Yule kipa wao wapinzani wetu tushaona mara kadhaa akiwalaumu mabeki. Sasa hivi ni zamu ya kuwapiga ngumi, sio kuwalaumu tena, kwa sababu ni namna ambavyo Dumbia atakuwa anafunga ndio yeye kipa atakapokuwa anawapiga mabeki wake ngumi. Bana, uwanja wa Uhuru ujazo wake ni 19,000, imekadiriwa hivyo hadi 20,000. Hadi kufikia sasa hivi mageti bado hayajafungwa. Pengine ugumu ni wapi wana Simba? Nafikiri watu wengi wamepata hofu kulingana na uwanja ni mdogo, kapasiti yake ni mdogo. Tumezoea uwanja wa Mkapa unachukua watu 60,000. Huu unachukua watu karibia 17,000 mpaka 20,000. Kwa hiyo watu wamepata hofu ya hiyo kapasiti ya uwanja. Lakini otherwise Simba huwa ina matamasha bora, na leo litakuwa tamasha bora kabisa. Hatujawahi kufeli katika hiyo. Nimeangalia hata mipango ya ndani, maandalizi, jukwaa lake lilivyolembwa. Unajua kabisa Simba Day ya leo kweli ya miaka 90 ya Simba. Nimekutana na moja kati ya mwana Yanga na nukuu maneno yake, anasema leo mnafanya sherehe, tamasha lipo kesho. Kimsingi wao kesho ndo wataiga, na najua leo watakuwa makini kuangalia nini tumekifanya ili na wao kesho wasikifanye, wasikosee. Unajua hata mwanafunzi anapenda kujibu kulingana na mwalimu wake anavyofanya. Simba ndo mwalimu wa haya matamasha. Simba amechukua hii tamasha la 17. Hakuna klabu chochote nchi hii kilichofanya matamasha mengi zaidi ya Simba. Simba ndo mwanzilishi. Kwa hiyo sisi tutaendelea kuwa mwalimu wao, na ninawaambia kesho tena tutawafundisha. Kuna vitu wataviona leo ili wavifanye kesho, tutakuwa tumewafundisha. Sisi tutaendelea kuwa walimu wao wazuri, na wao watakuwa kuwa wanafunzi wetu wazuri, wataendelea kujifunza. Bwana, nikushukuru sana. Asante sana. Ele zinapanda, hisia zinachangamka. Hapa ndipo kila kitu kinaamuliwa. Hii ni full time. Mchezo unaanza, unapanda na mwisho wake unaamua kila kitu. Full time ya Hot Peas.